ujenzi wa kanisa letu la Parokia ya Bikira Maria Msaada wa Daima Kimara Korogwe. Kwa sababu ya muda nitaenda moja kwa moja. Eneo letu la mradi linapatikana hapa Kimara Korogwe kwenye plot namba 713 lenye eneo la takriban square mita 10,460 sawa na ekari 2.5. Katika eneo letu la mradi tayari kuna nyumba ambazo zina exist, nyumba 3, kuna choo kimoja na pia kuna nyumba ya mapadri ambayo tumeijenga miaka michache iliyopita. Katika mkono wa kushoto inayoonekana ni ramani ya eneo la kiwanja chetu, lakini pia kuna contour lines ambazo zinaonesha. Kama wengi wetu tunavyofahamu, eneo letu liko tambarare, mandhari yake, landscape yake ina slope kidogo. Kwa hiyo kuna sehemu iko juu na nyingine iko chini. Na haya ni mazingira halisi ya eneo la mradi wetu. Mradi wetu unafika kwa barabara, lakini pia kuna huduma zote za msingi kwa ajili ya ujenzi, kwa maana ya umeme na maji, vyote vipo. Twende moja kwa moja kwenye design ya mradi wetu katika level ya site. Kama nilivyosema awali, eneo letu la mradi lina jumla ya square mita 10,460 na sisi katika eneo letu hili tumejenga square mita 4,000, tunataka kujenga square mita 4,340 tu, sawa na 41% ya eneo la kiwanja chote. Tupatishe hii kasa naoichezesha hapa, nafanya navigation. Kinachoonekana hapa ndio barabara ambayo inaingia kwenye eneo letu la mradi wa kanisa, na hapa ndipo ambapo litakuwepo geti la kuingilia katika kanisa letu. Eneo la mbele tumeliacha kwa ajili ya parking, lakini kinachopata hapa ni kanisa na tumeamua kulisogeza mbele kidogo kutokana na changamoto ya terrain ya site yetu. Kwa hiyo pati ya kanisa itakuwa kwenye ile sehemu ya juu ambayo imenyooka kiasi, na pati nyingine ya kanisa itakuwa kwenye hii sehemu ya chini ambayo ina kama bonde. Ile eneo tuliloacha mbele litakuwa ni kwa ajili ya parking, paved parking area ambayo inaweza kwa accommodate takriban magari 50. Lakini pia kutakuwa tumeacha eneo kidogo kwa ajili ya garden kutokana na ufinyu wa nafasi. Huku nyuma kinachoonekana hapa ndio nyumba ya mapadri ambayo tayari imeshajengwa, ipo ni ya muda, lakini pia tumetenga eneo la kutosha kwa ajili ya nyumba kubwa ya mapadri kwa miaka kadhaa inayokuja. Ile eneo linaloonekana nyuma ni garden ambayo tumeitenga, nyuma praying garden ambayo tumeitenga kwa ajili ya kutengeneza grotto na sehemu za kusalia pamoja na sehemu za vituo vya njia ya msalaba. Na mwisho kabisa kwenye kona huko kwenye bonde tumeweka septic tank na soakaway pit kwa ajili ya mfumo wa maji taka wa kanisa. Kinachoonekana hapa sasa ni floor ya chini ya kanisa letu. Hapa mbele ndio yatakuwa malango makuu ya kuingilia kwenye kanisa. Kutakuwa na milango mitatu. Mlango mmoja mkubwa wa katikati ambao utakuwa ndio the main entrance door, lakini pia kuna milango mingine midogo miwili. Tutakuja kuiona pia kule baadaye kwenye 3D. Usanifu wa kanisa letu umeconsider watu wa aina tofauti kwa maana ya watu wazima na walemavu pia. Kwa hiyo mbele hapa kuna ngazi za kupanda kanisa, lakini pia pembeni tumefanya design ya ramp kwa ajili ya watu ambao wana ulemavu au wagonjwa wanaotumia wheelchair kuaccess kanisa letu. Na kinachoonekana hapa ndio the main congregation area ambayo tutakuwa tunatumia kwa ajili ya kufanya ibada, na ukiangalia hii plan imekaa kama msalaba. Kwa hiyo eneo la huku ndio watakuwa wanakaa watu wengi, na hizi sehemu nyingine kama masikio ya pembeni huku na huku pia kuna accommodation za watu. Kanisa hili linaweza kuchukua takriban watu 800. Lakini pia mbele kuna altare ambayo ni kubwa kabisa, inaweza kuaccommodate kwa hii meza tu inaweza kuaccommodate zaidi ya mapadri 10, lakini pia altare hii ni kubwa sana kama inavyoonekana, na hapa ndipo ambapo itakuwepo tabernacle. Chini kidogo pembeni kidogo mwa altare design sehemu kwa ajili ya baptism font, kisima cha kubatizia. Na nyuma ndio kutakuwa kuna sacristy ya kisasa kabisa ambayo itakuwa kwa ajili ya servants, lakini pia kuna private sacristy kwa ajili ya mapadri ambayo itakuwa pia ina show, lakini pia tumedesign space maalum kwa ajili ya kuoshea masakramenti. Mheshimiwa Baba Askofu, mfumo wa maji taka wa siki hili la kuoshea masakramenti unajitegemea kabisa na unachanganyikana na mfumo mwingine wa maji taka wa eneo la mradi.
Kwa hiyo inajitegemea. Kwa kuheshimu hilo, tumedesign mfumo unaojitegemea kabisa kwa ajili ya kuoshea masakramenti. Huku pembeni zinazoonekana ni ngazi ambazo zinashuka kwenda kwenye sehemu ya chini ya eneo, sehemu ya chini, floor za chini, ambapo kuna ofisi, lakini pia kuna functional hall, sio kwa ajili ya sherehe, lakini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kanisa kama mikutano, kufundishia watoto na mikutano mingine ya walei. Hii ni moodboard ya namna ambapo kanisa letu linaweza kuonekana. Nilichokuwa nakisema, ile hallway kubwa ndio hii hapa, going towards the altar, na kinachoonekana huku ni vioo ambavyo ni special glass ambazo zinaitwa stained glass. Zinakuwa na rangi tofauti tofauti, lakini pia na picha za watakatifu. Na hii pia ni maeneo mengine ya watu kukaa kusalia. Lakini pia tumedesign confessional booth kwa ajili ya sakramenti ya kitubio, na hiki ndio safu ya kisima cha ubatizo nilichokuwa nakiongelea mwanzo. Hili ni eneo la sacristy. Tunakwenda kujenga sacristia ya kisasa kabisa kama inavyoonekana, na ile sehemu niliyokuwa nasema special kwa ajili ya kuoshea masakramenti ni hii hapa. Lakini pia kuna huduma nyingine kwenye ile private sacristy kwa ajili ya mapadri, ambao pia mpaka ina show. Kinachofuata hapa ni basement 1 kama inavyoonekana. Hii basement 1 ni part ndogo, yaani ni kama takriban nusu kidogo ya kanisa. Hii basement ina accommodate ofisi. Inakuwa kuna eneo kwa ajili ya ofisi ya tumeset area kwa ajili ya ofisi za mapadri, lakini pia na meeting rooms, sehemu kwa ajili ya kufanyia mikutano mbalimbali. Kama inavyoonekana hapo, ofisi za mapadri, lakini pia sehemu za kufanyia mikutano. Na basement ya pili kwenda chini itakuwa ndio hiyo functional hall ambayo tumeisema, sio kwa ajili ya sherehe, lakini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kikanisa. Na huo ni muonekano wa hiyo functional hall yetu itakavyokuwa. Kinachofuata hiki ni roof plan. Kutokana na span ya kanisa letu, ukubwa wake, tumeamua kutumia structure ya steel. Itakuwa ni roof ya chuma, truss, yaani truss zake ni za chuma na bati za kawaida kabisa, corrugated iron sheets kama inavyoonekana hapa. Tunatumia hii roof kwa sababu ya span ya jengo, lakini pia kupunguza mzigo kwenye jengo. That's why tumeamua kwenda kwa steel structure. Lakini pia inadumu kwa muda mrefu zaidi tofauti na mbao. Na huu ni muonekano wa mbele wa eneo la kanisa letu. Muonekano wa mbele una taa 3 kama zinavyoonekana hapo, na ukiangalia taa ya katikati yenye msalaba mrefu kabisa kureflect kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyosulubiwa msalabani, na hiyo minara ya pembeni inakuwa ina reflect wale wahalifu wengine wawili. Hili ni eneo la pembeni ubavuni mwa kanisa linavyoonekana. Huku ni mbele, na hii ni sehemu nyingine ya kuingilia. Mwanzo nilisahau kusema kuna maingilio matatu ya kanisa, mbele na ubavuni, kushoto na kulia pia kuna maingilio matatu ya kanisa kama inavyoonekana. Lakini pia hizi ndio zile basement ambazo nilikuwa nimesema, ambapo basement ya kwanza ina ofisi, lakini basement ya pili ina functional hall. Muonekano mwingine wa kanisa letu, kama unavyoona site yetu ilivyokaa, haijakaa tambarare. Muonekano wa kanisa letu. Muonekano mwingine pia wa pembeni wa kanisa letu, na huu ni muonekano wa nyuma. Kwa hiyo kama ni kanisa kwa mbele inaonekana kama ni kanisa la sakafu moja, lakini kwa nyuma ni kanisa la ghorofa 2, yaani G+2 kama inavyoonekana. Na hii pembeni ni ngazi ambayo tunashuka kutoka mbele kwenye ile ground floor kushuka chini kwenye zile basement 2 ambazo nimezielekeza. Lakini pia kuna hizi ngazi ambazo zinashuka kutokana na ile terrain ilivyokaa, kwa kuna ngazi kama ni part ya landscape inashuka kwenda upande wa pili wa nyuma wa kanisa. Again ni muonekano wa kanisa letu, na hii ni just a view ya eneo lile la nyuma ambapo tunatengeneza garden kwa ajili ya sala, wote na sehemu za vitu vya jengo msalaba. Ni kama sehemu ya mtu kufanya tafakari na kufanya ibada binafsi. Muonekano pia wa kanisa letu. Mheshimiwa Askofu, kinachofanya sasa hivi ni tunaenda
kuwasilisha gharama za ujenzi wa kanisa letu. Gharama hizi za ujenzi zimezingatia vitu tofauti tofauti. Kwanza tumechukua cost per square meter ya market price ya construction industry. Sasa hivi tunajenga kwa square meter shilingi ngapi majengo ya public kama kanisa. Katika survey yetu tuligundua kwamba majengo ya kanisa kama ilivyoelekezwa na bodi mbalimbali yanajengwa kuanzia square meter moja shilingi 700,000 kwenda juu. Lakini pia tumekonsida gharama za kusajili mradi na kufanya vitu vingine ambavyo ni vya kimsingi. Kusajili mradi kwenye bodi kama bodi ya wakadiaji majenzi na wasanifu majengo, bodi ya wahandisi, bodi ya makandarasi, lakini pia na bodi ya OSHA pamoja na OSHA kwa ajili ya usalama mahali pa kazi. Lakini pia tumekonsida gharama za kufanya ESIA, kuangalia impact ya mradi wetu kwenye mazingira yetu, lakini pia kufanya geotech investigation kwa ajili ya kupima udongo, kuona ustahimilivu wa udongo ule katika kutengeneza msingi wetu. Katika hizi gharama pia tumeconsider kutenga contingency sum, pesa ya dharura ikitokea namna yoyote, labda kuna uncertainties au kuna kitu chochote ambacho hatukuencounter mapema, tumetenga hiyo amount. Lakini pia tulifanya survey yetu kwenye makanisa mbalimbali ambayo yamejengwa recently. Tulitembelea kanisa Mtakatifu Vincent wa Paulo Kibamba, tulitembelea kanisa la Thomas More Mbezi Beach, tulitembelea pia kanisa la majirani zetu Mavurunza. Kwa hiyo hizi kosti tumefanya baada ya kufanya survey ya kutosha, tumefanya na hizi gharama za ujenzi. Gharama za ujenzi wa kanisa letu zinaweza kuchukua shilingi bilioni 3.343,800 bila VAT. Tuweka na VAT ambayo ni 18%, itakuwa ni milioni 601,891 shilingi 10.8.5. Ufuatao ni mchanganuo wa gharama zetu. Ujenzi wa msingi, frame, staircase pamoja na walling, kwa maana kuanzia kwenye msingi wa jengo letu, zile basement za chini mpaka kwenye zile kuta za mwisho kabla ya kuwezeka utagharimu bilioni 1.151. Lakini kwa sasa hivi ujenzi wa msingi peke yake unachukua takriban milioni 600. Lakini pia kuna gharama za madirisha na milango, maanake milango yake itakuwa ni special doors, sio milango tu ya kawaida ambayo itakuwa decorated kwa kupata design ya makanisa zinazokuwa. Na madirisha kama nilivyoelezea, nature ya glass tutakazoziweka sio glass za kawaida. Lakini pia bati letu pamoja na siri vitagharimu shilingi milioni 347 Mheshimiwa Askofu. Ili bati litakuwa ni prefab structure, yaani linatengenezwa linaitwa kabisa kuja kupitiwa pale, halijengewi site, linakuja kwa fix tu, ni prefab. Finishing na decoration tumetenga shilingi milioni 518. Lakini pia tumeconsider miundombinu ya umeme ya kisasa ambayo itagharimu milioni 350 pamoja na taa, lakini backup power kama solar na vitu vingine. Lakini pia tumeweka miundombinu ya maji taka, firefighting installation, kwa sababu ni public structure. Kutakuwa kuna smoke detectors, hose wheel kwa ajili ya issue za mambo ya usalama wa moto. Kwa hiyo tumetenga shilingi milioni 163. Lakini kwa sababu tunataka kanisa la kisasa, tumeallow shilingi milioni 70 kwa ajili ya ICT pamoja na CCTV camera installation. Hii itakuwa ni gharama ya data na kamera za kisasa. Lakini pia hii ipo pamoja na issue za sound au acoustic. Mheshimiwa Askofu, tumetenga pia amount kwa ajili ya kutengeneza sacristy ambayo ni nzuri pamoja na altare. Bila hii gharama tunaweka milioni 15. Gharama hii haina meza ya kuadhimishia misa. Ni just decoration ya floor pamoja na wall tu pamoja na ceiling. Lakini kuna gharama ya kutengeneza kisima cha ubatizo pamoja na church signage. Tunataka tuwe na bango zuri la kuonesha kanisa letu ambalo litakuwa la kisasa lenye kuwaka taa na picha ya Mama Bikira Maria Msaada wa Daima.
ambalo linaweza likaonekana kutokea mbali, lakini hata kama ni usiku mtu anapopita anaona pia hapa kuna kanisa. Tumetenga amount ya shilingi 154 kwa ajili ya mazingira ya nje, landscape design kama linavyoonekana kwenye ile picha, ili itokee vizuri, kwa maana ya paving pamoja na ile gardening na design zote za nje. Tutahitaji shilingi 154. Lakini pia tumetenga contingency sum milioni 65 kwa ajili ya mambo yasiyotarajiwa. Kwa hiyo baada ya kuweka mchanganuo huo, tunakuja kupata gharama ya ujenzi wetu wa kanisa. Kama nilivyosema awali, itakuwa ni shilingi bilioni 3.945 milioni 729,960.02. Round off ni takriban bilioni 400. Mheshimiwa Askofu, naomba kuwasilisha.